Nimekuwa nikimeditate na mliza God, now what should I even preach to your people? What should I even teach them? I'm not good at words, I'm not good at anything. But what should I tell them? Monday kapita, Tuesday kapita, Wednesday kaenda tu, Thursday kaenda, Friday, Saturday kafika. Jana nilikuwa nikimeditate upon the word of the Lord. Musoma books. Sasa imefika the book of Acts. Kuna Acts of the Apostles, their works and everything. And I was asking the Lord, Sasa, what will I do? What will I say? I'm just a vessel. And I had like a voice in my heart. Ikisema, it's simple. What I told you to tell them. And I was like, what was that? I've not come here to preach about bitterness, richness, power, receive. I've not come here to tell people to receive money, receive. Unajua siku hizi tumezoea tuma receive. Una receive watu unajua una receive nini? Amen. Hallelujah. In fact, come in front, receive. Na una receive tu. Fire. Fire hata ujui ni fire gani. I'm not come here to preach about receiving. Sijasema hiyo pia ni mbaya. I've come here to teach about one thing that is needful upon our lives. To me is needful. I've come to learn that without that, my life cannot go. My life cannot run. Many a times, professors wanakaa chini na kitabu. I'm talkative, so msimaindi nikiongea. Naongeanga. Many a times tunapata maprofesa wanaongea wanakaa chini. So, Professor so and so, what do you want to do? I want to talk about life. And I was asking God, what is it about life? What is it yenye iko kwa life that we don't know? Many people have written books about life. No life. Many authors, life. But trust me, I guess there is no one mwenye amepata the true meaning of life. Najua hakuna yule ambaye amepata muhimu ile maana ya maisha. Hallelujah. Amen. Many people have written about life. Watu wengi wameandika kuhusiana na uhai. Vitabu zile kubwa. Amen. Hallelujah. Amen. About life. Kuhusiana na maisha. But you are seated down there. Na wewe ambaye umeketi pale. What do you think life is? Unafikiria uhai ni nini? Hallelujah. Amen. Life begins Uhai unaanza when you are conceived at your mother's womb. wakati uko mle tumboni mwa mamako. Hallelujah. Amen. You know, the book of Jeremiah says, Unajua kitabu cha Yeremia inasema, I knew you before you were formed even in your mother's womb. nilikujua hata kabla hujaumbwa tumboni mwa mamako. Hallelujah. Amen. That's why I've said I've not come to preach about receive and restoration. Okay, restoration is good. I'm not come to tell you power, fire, touch. Ndio maana nasema kwamba sijakuja kwa kuwaambia pokeeni na mguswe. I've come to talk to you. Nimekuja kuwazungumzieni nyinyi. Let's have an interaction session. Tuwe na kuelewana na kupatana. As a sister. Kama ndugu, kama dada. And a brother. Amen. Hallelujah. Amen. So, Kwa hiyo, about some months ago, miezi kadhaa iliyopita, I was fasting. alikuwa anafunga. And when I was fasting, Wakati alikuwa katika saumu ile, there is always those prayer points that you want to pray for. huwa kuna vile vipengele vya maombi ambao nataka kuombea. And one day while I was praying, Na siku moja wakati nilikuwa nikiomba, God told me to pray on ministries. Bwana Mungu akaniambia kwamba niombe kuhusiana na huduma na upako. And this thing,
kwa zile vitu zote niliombea, Yes. hii kitu iliingia kwa roho yangu. Amen. Ile videdli vinoma sijaiona. And I felt like my heart was heavy. Kasikia kama moyo wangu ulikuwa mzito. I felt like I had a burden Kasikia kama moyo wangu ulikuwa na mzigo. until I cried. Mpaka nikalia. I never came to understand Sikukuja kuelewa what ministry is. huduma ni nini. There is ministry, there is gifts. Kuna huduma na kuna karama. I've come to talk about ministry. Nimekuja kunena kuhusiana na huduma. Because for you to operate in gifts, Ndio wewe uweze kufanya kazi katika you must karama. also operate in ministries. Mpaka pia utende kazi katika huduma fulani. And this is what many people are searching outside there. Na ndio kitu ambao watu wengi wanatafuta kule nje. Kina Bill Gates hawa sio kona do. But they're still searching life. Watu wanatafuta uhai. Wasio wanatafuta maisha. They're still searching for the meaning of life. Wanatafuta maana ya maisha. That's why we have so many quotes about life. Life, you know, life. Ndio maana tuna vipengele vingi vinazungumza kuhusiana na uhai maisha. But we have not sat na tukafikiria hiyo muhimu inakuja aje. Hakuna mwenye ameandika akasema now life is this. And the Holy Spirit was telling me, Na Roho Bwana akawa ananieleza, I give life. Huwa napeana maisha ama uhai. And in life, Na katika maisha haya I give ministries. napeana huduma. And in ministries, Na katika huduma hizi I give purposes. napeana kusudi. Hallelujah. Amen. And he was telling me, Na akawa anamueleza, you cannot operate in life huwezi ukafanya kazi katika maisha ama uhai if you don't have ministries. ikiwa huna huduma ambayo Mungu amekupa. You will live a very careless life. Utaishi maisha ambayo ni yasintofahamu. A life that will not even please God. Maisha ambayo haitampendeza Mungu. And I was asking myself, Na nikawa anajiuliza, what is that life? ni maisha gani ama ni uhai gani huu? Because mimi nimeona watu wengi wanaishi tu bila life, yani bila hata hizo ministries. And he was reminding me, what about the end of it? Alikuwa ananiuliza, je, mwisho wake ni maanake nipi? This is the life. Ministry is the life. Huduma ndiye maisha, ndiye This is the purpose. Huduma ndiye kusudi Na ya ukimaliza, yes. God takes you. Hallelujah. Amen. Ukimaliza hiyo tu peke yake ndio tumekuja kufanya. Ukimaliza, forget about sijui 5.1 billion, sijui Bank of sijui Kenya, sijui nini UN. No, I must own a Mercedes Benz. Sijui na Lamborghini, you know. Must have a mansion, yeah. Yani, you know, me just I must go to Amsterdam, I must fly to Paris. Sahau mambo ya raha za dunia hii, kuwa na magari, kuwa na manyumba, kuwa na hivyo vitu vyote. Because even the Bible says, sababu hata Biblia inasema kwamba seek ye first the kingdom of God, tafuteni ufalme wa Mungu kwanza and his righteousness, na utakatifu wake, and all yote shall be added unto you. mtazidishiwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And I was asking myself, Nakawa najiuliza, after seek the kingdom of God, baada ya kutafuta ufalme huu wa Mungu, now what next? sasa nini tena? Now that is where the Holy Spirit chipped in. Sasa hapo ndio Roho Mtakatifu akaingilia kati. Kanambia, after that I give ministries. Akamwambia baada ya hiyo napeana huduma. Because you are birthed with it. Kwa sababu ukizaliwa unazaliwa na huduma. Hallelujah. Hallelujah. Amen. You know even this kid akona ministry. Unajua hata mtoto huyu ako na huduma. Hallelujah. Hallelujah. But it's because of the world bado tunatafutanga life, unasema haka ni kadogo, haka bado nini, you know? We don't pray for it. Hallelujah. Huwa tuombee huduma zao. Hallelujah. Amen. But surely, Lakini hakika mimi nimekaa mtu kukaa nikaona hakuna kitu yote ni life. Life ni kupata huduma na karama zote. Amen. Na ukishapata na ukimalizana nayo, Mungu anakuchukua kulingana na kenye umemfanyia. The other day I saw Reinhard Bonke. Siku nyingine nilimuona Reinhard Bonke. Si aliaga dunia? Yes. This guy alikuwa ameleta 750 million people to Christ.
He was an evangelist. 750 million. Milioni 7.50 watu wameleta kwa wokovu. 750 million ukiconvert kwa do. Utakata. Utakata moja. Unaweza kata 750 million. Nachukua tu sisi. Mwachangi. Imagine na hizo ni souls. Ndio souls. Na alikuwa anaandika. At least akifika tuulizwa nipatie account yako, what did you do with your life? What's the purpose? Tasema najua Mungu ni hawa. And atapatiwa reward zake. Amen. But you are here. Reinhard Bonnke hata alisha identify yake na kamaliza na ameenda. Some of us hata tukumpata, tulimsikia na tukamuona kwa TV mara za mwisho. Sijali. Sasa kujua ni ya gani hizo kuzaliwa. Hallelujah. Amen. Yeah, at least alifind the meaning of life. Hiyo ndio kitu yenye inakuanga ngumu sana. Na hiyo ndio churches zenye ziko na dini hizi kufundisha. Hallelujah. Amen. I remember when I used to be in Catholic. Me have grown up. Mimi nilikulia huko katika kanisa Katoliki. My father was an SDA. Na babake alikuwa ni mwana SDA. My mother was a Catholic. Mama alikuwa ni Mkatoliki. But we never used to love SDA. Walikuwa wadaku kwenye church. Hatukuipenda hiyo dini ama. Yes. Amen. So tukaamua kuingia Catholic. Tukaamua kwenda, hawakupenda dini ya babao, wakaingia katika dini ya mama yao. And in Catholic we used to read Luke, Matthew. Wale Katoliki walikuwa wakisoma Mathayo, Luka. At the end of it all, sikuwa find the meaning of life. Mwisho yake yote hakuwahi kuelewa maana ya uhai. There's so many people. Kuna watu wengi. But they won't tell you the meaning of life. They'll tell you, life is when life, life. Kuna watu wengi ambao hawawezi kufafanua wala kukueleza umuhimu wa uhai ama uzima. But the real life that the Holy Spirit was teaching me is the ministry. Lakini uhai ama uzima ambao Roho wa Mungu alikuwa akinifundisha ni kuhusiana na huduma ambayo Mungu amekupatia. And everyone. Na kila mmoja wetu ako na huduma. Amen. Whether you like it or not. Amen. Kwa Mungu kazi ni nyingi. Amen. Lakini kondoo. Hallelujah. Kondoo ni chache. Mpaka siku hizi una find ministries watu wanapata zote cause kondoo hayuko. Kondoo wako huko nje kwa dunia. Na ukishapata you still don't work upon it. Unajua watu wengine wako tu contented. In God you don't get contented. Ndani ya Mungu usifadhaike. Yaani kwa Mungu ukipata hiyo ministry unamwambia God kuna venye kiniongeza hii. Nifike place fulani, nifikie so and so pia ajue ministry yake. World ita change. Na hiyo ndio kenye mayouth wengi wajui sahi. Sahi endo kuuliza youth huko kwa mtaa. Ni nini unataka? Msena kwambia kuna mabalensi kama mama timba unacheki mama. Yaani kuna venye tumi hapo Lamborghini na kwa ngimeni nice unacheki yani kuna venye nikachora hiyo design ikiona hapo kwa mansion and you tend to wonder. Alafu sasa umeshapata timba, Balenciaga, sasa mansion alafu niishi. You tend to wonder. Hallelujah. Amen. But those who are in the church, wale ambao wako ndani ya kanisa makanisani, even there are some people in the church when you do ministry. Unajua hata kuna wengine wako kanisani na hawajui huduma zao. Wao kuja wanakaa. Amen. Kwanza hao ni wale wenye huko anga hivi. Pasi and extend. Pasi actually. Really? Surely. Na nenda home. Kuna wasatu utaokoka na utawapatanga church walika for 20 years but wajua hata ministry. Hata wajui hiyo ndo nini. Because they wamekuwa feeded in their mind with receive, fire, touch. What are we touching? If you don't know the meaning of life which is in the Bible. If you are the disciples of Christ, ikiwa nyinyi ni wanafunzi wa Mungu wa Yesu, then we should emulate and follow. Inafaa tuige na tufuate.
every teachings of Christ, kila mafundisho yote ya Kristo, every doctrines, kila mafundisho yote ya Kristo, ya Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Even Jesus alikuwa na ministry. Sababu hata Yesu alikuwa na huduma. And he was the only person mwenye alikuwa na ministry zote. Ndio alikuwa yule peke yake alikuwa na huduma zote. Hallelujah. Amen. I want us to read the book of Ephesians. Leo tusome katika kitabu cha Waefeso Chapter 4. mstari wa mlango wa 4 verse. I want somebody to read from verse 10. Hallelujah. mlango wa 4 mstari wa 10 nasema hivi: naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote, ili avijaze vitu vyote. 11 inasema, naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na waalimu. 12, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Hallelujah. Amen. The Bible inasema he who descended. To descend ni kutua Kwenda chini. Ndio. He who descended is also in heaven. Ndiye aliyepaa pia. Hallelujah. Amen. Na yeye ndo alipatiana hizi ministries. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na tunafai tufuate doctrines zake. Hallelujah. Amen. Alipatia wengine apostles, wengine prophets, wengine evangelists, wengine teachers, wengine pastors. Hallelujah. Amen. Ili kanisa iweze kuwa edifying, inaitwa edifying of the body of Christ. Kanisa iwe inaelezwa ama iweze kuelewa. Hallelujah. Amen. Jukikuwa na hizi ministry zote kwa kanisa, the church ina flow. Hallelujah. Amen. The church ina flow. Hallelujah. Amen. And Jesus was the one who gave those ministries. Na Yesu ndiye yule ambaye alipeana hizi huduma. And you know our God is very faithful. Unajua kwamba Mungu wetu ni mwaminifu sana. Anatupatia ukizaliwa. Hallelujah. Amen. Believe you me or not. Aniamini ama usiamini. Kuna ile, that's why mama Moses, yani hiyo ministry ilikuwa ndani yake. And God akasema hata kama watoto wote the Hebrew children watauliwa, huyu lazima atafulfill his ministry. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kila mtu mwenye ako kwa Bible alikuwa na ministry. Hallelujah. Even Jesus pia alikuwa na ministry. If Jesus was the son of God, na alikuwa na ministry. Ikiwa Yesu alikuwa mwana wa Mungu na and you say that we are the disciples of God. Tunasema kwamba sisi ni wafuasi wake. And ikifika ngai part ndio kuna kuanga na shida. Wasema ngai, hiyo ni uongo. Si apostle anafaa kwa 70 years hapo ma 65 nini unacheki. Sasa mse kama evangelist hapo ma 40 nini, nani alisema hivyo? Wase udifaa na hii teaching. Wase ati zao zikuwa ngumu. Na God alikuwa anasema hii generation hii tukipreach hii world wajue papasia hapa kwa heart, tutasimama. Tutaleta revival. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Itakuwa sana si tunasema, si popa anasema. Si popa anaamka anasema na tuchenjia Bible. Hallelujah. Ni sisi tunaamka tunamwambia pop kwanza jua ministry yako. Hallelujah. Before to change Bible, jua ministry yako. Hallelujah. But how can we do this kama hata tujui ministry zetu? How can you even go outside na ujui ministry yako? Hallelujah. Amen. It's only you to identify it. Ni wewe tu uweze kuitambua hiyo huduma yako. Hallelujah. Amen. And the good thing about this ministry is that ukiwa nayo
the Holy Ghost anaendananga na wewe hivi. Haleluya. Amen. Kwa huwezi kufanya hii huduma kama una pia roho wa Bwana. Haleluya. Amen. Ule prophet hizi sikiza na hizi toa wadi yake kama hajapata kwa Holy Spirit. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima tuzi-identify. Si kukaa church, kuenda, unajua mimi nakuanga tu member, pasi wetu ndio ufanya kila kitu. Akimaliza sisi tunaombanga the grace ka tumechapa inji unacheki. Basi atamaliza na hizo zingine. Mimi nikifikisha 40 hapo ndio sasa ndafikiria kwa pasi. Lakini hata tafikiria kwa pasi baby. Sasa ni kwa nakula income unacheki. And you don't know that God is watching. Na ujue ya kwamba Mungu anatazama. And God is like, na Mungu mtoto wangu wake anakushangaa. Hallelujah. Amen. We must identify. Lazima tutambue. I'm here with you. Niko hapa pamoja nanyi. And I don't know how many of you know your ministry. Na sijui ni wangapi wenu ambao mnajua huduma zenu. By show of hands. Kwa ishara ya mikono. Kwa ishara ya mikono kama unajua huduma yako. Hallelujah. Amen. What are you doing upon that ministry? Ni nini ambacho unafanya kuhusiana na hiyo huduma ambayo Mungu amekupa? Hallelujah. Amen. Let me give you a testimony of my life. Acha niwapatie ushuhuda wa maisha yake. I'm born in a family of 3. Nimezaliwa katika familia ya watoto watatu. I'm the second born. Mimi ndio mzaliwa wa pili. And I grew up. Na nilikuwa Kama yani I used to think, yani my life ilikuwa tu inaenda tu. Maisha yake yalikuwa tu yanasonga tu. Yani maisha tu inaenda tu. Naenda tu. I don't know nani alikuwa na program life yangu. Hallelujah. Amen. And to tell you the truth, in all our children, hakuna mtoto mwenye amepitia magumu kama mimi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. While others were going to boarding school, us were taken to day schools. Hallelujah. Si ati tu kwa tunashikanisha, tunaradanisha, unacheki. Tukwanga pia sawa tu. Hallelujah. Kwa tu sawa pia. But nikashindanga nimejiuliza mbona mimi hii inanifanyikia? Mbona hii inanifanyikia? But after I gave my life to Christ, baada ya kupenda maisha yake kwa Yesu Kristo, I cannot realize kaja katambua why God wanted it to be like so. Kwa nini Mungu alitaka iwe hivyo? Hallelujah. Amen. Me school in Dandora Secondary, unaona hapa? Amen. In fact somebody told me, wewe maisha yako tu ni Dandora. Yaani wewe ni wa Dandora. Because I was born in Provide pale phase 5. Nilizaliwa pale Provide phase 5. Nimegrowia tu hapa, yaani ndio mtaa. Nimekulia tu huku tu Dandora. Nimeenda na Tomboya Primary. Nasomea Tomboya Primary School. Kamalizia Luna. Kamaliza Luna hapo. Nikaingia Dandora Secondary. Kaingia Dandora tena. Hadi msali kwa ananiambia BDTM natoka Dandora Secondary utapata hii place imejengwa Dandora University. Come. Hallelujah. Umekamalizia. Hallelujah. Na nikacheka. Najua some things they are funny. Ndio? Yeah. Dandora University in this place. Alafu Kajobo ananiambia Kajobo unajua sasa venye hii place ni big. Wakishajenga ka uni na ka kampuni. Nachomokanga kwa mingi hii. Hallelujah. Because nikigive account, yani hakuna place nimekanyaga nje, nimekatu hapa. Hallelujah. Pengine fanki, nilikuwa ninaanga mainje, sasa na okay. This is precious blood Biruta. Hallelujah. Which school are you? Tutaki kusema in full on the DSS. Yes. Which school is that? Just somewhere around Embakasi. Yeah. Yeah. Akwambia kufanywa vizuri naambia, yeah, my school is very good. Actually kajeje tu Bongaundo Sinari.
kwa shule. But we appreciate everything. Nashukuru The kwa reason jambo. why God placed me there, Sababu ya kwa nini Mungu aliniweka kule, because I was a Catholic. sababu nilikuwa Mkatoliki. He just connected me. Alinitoa tu kwa hiyo shule nikimaliza form 4 na church yenye na worship ndio hii. Hapa ndo pale niliokopea. Amen. Hallelujah. Amen. That is a faithful God. Ni Mungu mwaminifu. Mungu mwenye anapanga. Amen. God akishakupatia ministry anapanga. Amen. Anapanga life yako. Amen. Wacha venye unasema unataka kwenda, kama ningeambia mama unataka kwenda Alliance Girls, ningepata na wapi na wokovu? Ngenda Alliance Girls na nienda angekaa nimeenda hiyo Alliance na tu Alliance huko But God pia cheki unaenda Dandora Secondary hapo tu DSS sio shule. At first niko like shule like inakuanga hata bado kuna shule kama hiyo hapa Dandora. Naambia wao siku yenye utavaa uniform ndio utajua kama kuna kuanga nayo. Na yenyewe nilivaa uniform niliona. Weka huko, na God aka make sure akajialign nikatoka hapo kama nimeokoka. Amen. In high school. Amen. I was 17 years old when I gave my life to Christ. Amen. I cannot forget that day. It was June on date 19. It was on Thursday at 7:30 p.m. Wow. Hallelujah. Amen. Hiyo siku nili experience Holy Spirit vibad. Mimi nilikuwa namsikianga tu. Catholic kwa tunafanyanga tu. Amen. Nimemaliza. Hallelujah. But in I'm experience. And I used to ask myself, God, why is my life like this? Nilikuwa nikijiuliza, Mungu, kwa nini maisha yangu yako namna hii? But because of his glory. Lakini kwa sababu ya utukufu wake. God alikuwa ananishow hiyo time nikiprayer ministry, alikuwa ananishow sasa no wonder life yako ilikuanga hivi. And I used to ask my mom, well mom, cheki, mbona huku niita jina kama Melody, Natasha, Ivy, yani Barbara, majina yenye hata sasa nikitembea, yani majina zenye nikiitwa naitika. Sasa Christine ni nini? Rof ndo kusema nini? And my mom never gave me a reason. Kwa ananiangalia tu ananyamaza. Wangu niko namza. Mama sasa hebu niambie tu vizuri. Jina gani liko umetokea? Natasha. Yani mama. Ukacha tu jina kaenda hivyo. Ukaniita Christine. Mama una mchezo. Yana joka ndio hata nilikuwa nafanya nikuita Lydia Lydia. Hata ndio umemaliza maneno. Hallelujah. But I came to understand the meaning of my life. Nikaja nikaelewa umuhimu wa maisha yangu and my ministry na huduma yake akaelewa. When now one day akaniambia kaa hapa chini na usikawahi niulize Yesu aliujinga tena. And she told me when I gave birth to your sister Sandra, I stayed for 5 years. I was barren, and there was a time I also died and people cried for me. And when they were planning to take me to mortuary, nikaamuka. And I went in search of a baby. I never knew nitakuja kuzaa. I knew that my only child was Sandra. And I wanted a baby. Hallelujah. Amen. And he went praying and he went seeking from men of God. And surely akanipata. You know, if you seek to find, to find. Akafind. And he told me the day. Now the prophet of God told her, you will give birth to a baby girl, and don't name her majina kama za watu wengine. Hallelujah. Amen. That is where my name came from. Hata nikashukuru Mungu mimi si Trufena, unajua Trufena na Yokozuna hivi. Nataka siku zima Trufena najitanga Fena. Wewe sikaite Trufena mbele ya watu wewe. Hallelujah. Amen. And that is what happened. Everybody mwenye kuna ministry, come to check of your line of history pale ulizaliwa. You see kuna something that was precious when you were given birth. Hallelujah. Amen. And to each and everyone. That's why unapata wengine wanapitisha 10 months na sema mtoto ni kichwa ngumu. Si kichwa ngumu, yani miracle wako na ministry. Hallelujah. Amen. Because of the ministry. And God started planning my life. In fact, God alijua nitaenda tu Dandora Secondary. Na nitatoka huko na niingia hapo Bishop Mzomba. I used to hate the Pentecostals so much. I used to say these people wanapenda pesa.
Hallelujah. Amen. But kazi niko huko sioni ndiko. Hapana. Huko bali nitoka ndo mbaya. Hallelujah. Amen. It's better you say the truth and it shall set you free. Wala mseme ukweli na ukuweke huru. Hallelujah. Amen. Because of the ministries that work, Kwa ajili ya huduma ambazo zinafanya kazi, that God gives. ambazo Mungu anapeana. And once you are finished your ministry, Na unapomalizana na huduma yako, yako na dunia imeisha. Bwana anakuchukua. We need to go outside there. Inafaa tuende kule nje. We need to go outside there and preach. If you're that an evangelist, you preach to people, you bring youth, you tell them this is your ministries. Acha kujoke na life yako. Inafaa tuende kule nje ikiwa wewe ni mwinjilisti, ukawahubirie watu kule nje na ukawalete kanisani. If you're a prophet, you need to hear from the Lord. You need to have a covenant. You need to have a fellowship na daily. Hallelujah. Ikiwa wewe ni nabii, ni dhahiri ya kwamba uweze kusikia kutoka kwa Mungu. Sababu wewe ni mouth speak ama mouth word. Hallelujah. Past tense, past participle. Hatukuwa class. Hallelujah. Amen. Ukiwa wewe ni apostle. Ama muamini kuna apostles. Ikiwa wewe ni mtume. You don't believe. Hamuamini kwamba kuna watume. The reason why even the pastor comes here is ministry. Kwa sababu gani hata mchungaji wanakuja hapa mimi? Kwa sababu ya huduma. Ministry yake Ni huduma yangu hiyo. Na ikiisha amemalizana na the world and you will give account. Amen. Hallelujah. Amen. I'm not here to tell you, by the way we are searching the meaning of our Genesis chapter, our Revelations nini. No. Sijakuja kuelezea maandiko mengi ya Biblia. Hallelujah. Hallelujah. Hajatumia sisi drop scripture nyingine. Anaongea. Si drop nyingine. Nini sasa? Mimi sijakuja ku drop scriptures. Si hata ma professors wame drop scriptures. Na bado ni ma professors na kunanga mwenye uelewanga Bible from Genesis to Revelation. Na ni ma professors. Dr. So and so, but kuna tu wamesoma vitabu zote, but kuna moja na kwange washinda ni hii, the Bible. That's why even the life they cannot give it account venye iko. Wanatupeleka tu hivi. But I've come to tell you. Nakuja kuambieni. Because the Holy Spirit is a teaching spirit. Kwa sababu Roho Mtakatifu ni roho wa kufunza. Na hawezi taka tupotee. Na hawezi taka tuangamie. Na hawezi taka tuperish kwa hii maisha. Amen. Atakufundisha. Amen. Hallelujah. Hallelujah. I saw the worth of that ministry in my life. Niliona umuhimu wa huduma hiyo katika maisha yake. Na nikaanza kujipenda. Na akaanza kujipenda. Hallelujah. Amen. And I knew that there was something special upon my life. Na akajua kuna kitu maalum katika maisha yake. Because the Holy Spirit taught me. Kwa sababu Roho Mtakatifu alimfunza. Sababu ni kuna ufunuo. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Indo life sasa. Amen. Indo life. Kuna wase wengi hapa saa hii tunapasuma careers. Oh, nurse, doctor, neurosurgeon, mara sijui nini. Hallelujah. Hallelujah. Which is good. But once you align yourself with God like this, ukishajikanisha na Bwana namna hiyo, na ndio ministry yako, na ujue huduma yako, some of us will leave our jobs. Wengine wetu tunaweza kaja wakaacha kazi full time without negotiation. Hallelujah. Amen. Hallelujah, because this is the life. Sababu huu ndio uhai. Ukimalizana na hii ndio sa occupation. Huduma ndio uhai, ndio kazi. Hii ndio occupation. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hii ndio sa occupation. This is what we are meant to do in the world. Na tukimalizana nao we are done. Hallelujah. Amen. We are done with the world. It's good we preach to the generation which is coming. Ni vizuri tuhubirie kizazi ambacho kinachokuja. And if this generation will not identify this ministry, na kama hiki kizazi cha sasa hakitatambua hizi huduma, I don't think there will be another generation. Sidhani kama kutakuwa na vizazi vingine. That's why there is dedication kwa church. Ndio maana kuko na dedication pale kanisani. Watoto yani wajue, yani huyu mtoto akuzwe, ambiwe hii, you teach them the ways of the Lord and they shall not depart from it. Watoto wanatiwa wakfu na wanafundishwa njia za Mungu ili wasiweze wakazipotea. This is the life now. Haya ndio maisha sasa. Hii ndio life. Amen. Hallelujah. Amen. This is the life that we ought to live. Haya ndio maisha ambayo tunafaa tuishi.
Hallelujah. Hallelujah. Wale wa scriptures zote nyingine. Wale ambao wataka maandiko teremsha nyingine. Hallelujah. Amen. I want us to read the book of Luke chapter 3 verse 23. Tusome kitabu cha Luka 3:23. Hallelujah. Luka 3:23. Nasema hivi ya kwamba na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa amepata umri wake kama miaka 30 hivi, akidhaniwa kuwa ni mwana wa Yusufu wa Eli, wa Mathai, wa Lawi, wa Melki, wa Yana, wa Yusufu. Hallelujah. Amen. Tunaona Yesu alianza ministry yake akiwa 30 years. Hallelujah. Amen. But 30 years. Islam wanakuambia no. Kuna time sijui alikuwa anacheza na watoto wenzake, sijui bad nini hivyo unacheki, sijui bad kafanya nini, unajua sielewangi hizo vitu. Wengine atakwambia sijui aliambia sijui nini, of which the ministry was in him. And the Satan anakuanga very yani anakuanga very attentive. Masikio zake zinakuanga hivyo. And if he knows that you have a ministry in you, Shetani akijua kwamba kuna huduma ndani yako, anakukanyagilia. Amen. That's why when the devil knew that Jesus was being born, ndio maana wakati Shetani alijua kwamba Yesu anazaliwa, akatumia Herode. Unajua Herode pia kwa anajua anatumika. Akamtumia, yani kuna venye anataka kujua information, yani umesando nani? Umesando nani? Ndio alijua yenyewe yakikuja. Na leo tutakuwa hapa tukiongea maneno. Hallelujah. Amen. Na alikuja. Na leo tuko hapa tunaongea maneno. If this place, Iboma, was set up with filled by the power of the Holy Ghost, wajue huduma zao kwa Mungu, wajue karama zao kwa Mungu. Hallelujah. This place will be breathing fire. Amen. Fire of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. This is the only thing that will change the world. Hiki ndio kitu ambacho kitabadilisha dunia. This is the only thing that will change the doctrines of the world. Uwepo wa Bwana ndio kitu ambacho kitabadilisha ulimwengu. Hallelujah. Amen. But through this, one time our pastor was telling us, siku moja nilikuwa nikiwaeleza, and he gave me a revelation from that day. Nikampa ufunuo kutoka siku hiyo. He told us, kawaeleza Jesus ya kwamba Yesu gives the ministry. Yesu hupeana huduma. Is the one who gives the apostolic. Ndiye yule anapeana mitume. Yule anapatiana prophetic. Ya unabii. Yeye anapatiana evangelism. Ya uinjilisti. Yeye anapatiana teaching. Walimu. Yeye anapatiana pastoral. Uchungaji. Hallelujah. Amen. But the Holy Spirit, naye Roho Mtakatifu ndiye anapatiana giftings. Anapeana karama. Ndiye anapatiana love. Anapeana upendo. Joy, nini hizo. Amen. Gifts. Gifts, speaking in tongues, nini hivyo. Anapeana karama. Mimi nimeruka kwa. Anapeana matunda. Hallelujah. Amen. Na Mungu mwenyewe. Na Mungu Baba ndio kishaona uko na hizo vitu zote. Akiona uko na huduma na hizo karama, anasema umse nampeleka Canada. Yeye ndio anapeana kazi. Hizi Canada tunataka kwenda na German na USA. Si tuende kama tuko na mahuduma na maufunuo. Amen. At least tukipelekwa huko ujue kenye nafanyika. God is speaking to Africa. Amen. God is speaking to Africa. Amen. Let me tell you, God is telling Africa. This is the time for Africa to arise. Mungu ananena na Afrika. This is the time for Africa to show the world that we are stronger. Ndio wakati wa Afrika kuinuka na kuonyesha ulimwengu kwa tuna nguvu ndani ya Mungu. Hallelujah. Amen.
But we cannot do this kama hata tujielewi. Lakini hatuwezi tukafanya hivi kama hawezi anza kufanya kitu kama hata ujijui. Lazima ujue wewe ni nani. Haleluya. Lazima ujue kwa kingdom ya baba yako una hold nini. Haleluya. Lazima ujue ni nini. Una hold. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndio ukitaka God akupeleke huko nje. At least you have something to defend yourself from. Amen. Si kwenda kuona, unataka kuona nini nijeiona. Si unaonanga kwa TV, tosheka na hiyo kama basi unataka kuona. Haleluya. Amen. Na kama unataka kufika basi omba huduma. Haleluya. Mungu akusaidie, ufunuliwe. Uende ukafanye pia watu wengine wajue huduma. Hii huduma. Haleluya. Amen. Hii huduma tutafanya hii place change. Unajua sasa hivi tunakujanga huku, tunakujanga kwa tu hivi. But kila msee kijua huduma yake huku na giftings. Kuna time tunakuja huku na park magari tu hapa. Hallelujah. Because the place is beautiful. It's not because we have money, we have riches. Hallelujah. It's because we identified ourselves. Hallelujah. Hallelujah. Huyu alijiidentify akajua ni nani kwa Christ. Akajua yani mimi nakwanga katicha. Yani mimi nisapatiana neno. Anze kuwa connect. Anze kuwa connect. Ama wasaboma imetosha. Tumekuwa tukifanya upuzi. Tumekuwa tukifanya ujinga. Hii ndio sasa hivi ndio vile Mungu anasema na watano wapate ufunuo kama hivi. Amen. Yes, itakuwa beautiful. Amen. Hallelujah. Najua sio wengine wanaweza na haleluya wapi huko hapa. Hapa bobo. Huko tu. Hapa tu. Yes. Hapa. Hallelujah. Amen. Our God is a very amazing God. Amen. Mungu wetu wa maajabu. God was showing me. Mungu akawa anamuonyesha. Hizi matime hata sisi wote mayouth tungekuwa tunajua ministry zetu. Hii corona ingekuwa challenge. Hallelujah. Amen. Do you know even the diviners and the seers wameshindwa? Unawasikianga siku hizi? Kuna time kwa tunawasikianga hapa tio mara sijui wako London wamekuja, kuna venye sasa hivi wanaburuka kwa hewa. Sasa unawasikia? Sasa hivi kuna venye unawasikia, unajua sasa hivi ndio wanatoka wanatuonyesha yenyewe hii corona ni bako, sisi tuko na power. Unawasikia? Hallelujah. Amen. Because there is power. Sababu kuna nguvu. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna nguvu. There is power. Hallelujah. Hallelujah. And that power, that anointing, those ministries, we have them. Fikiria hiyo nguvu, huo uwezo, huo upako anatuko nao. Because our God is not even Kwa selfish. sababu Mungu wetu si mchoyo. Hallelujah. Amen. Anaona tu amezaliwa, huyu ni Morris anamwekea yake. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ni Morris ndio Joseph venye ataifanya. Hallelujah. Sasa hii tungekuwa yani sisi wote yani kuna venye maprophets wanasema unacheki corona ni venye world imeenda hivi na hivi. Mayouth wana prophesy, wengine wana interpret, wengine wanasema yani ma evangelist wanaleta watu kwa God, corona ingekuwa imedai. Unaona haina room. Lakini since even the youth we don't know ourselves. Tuna coming church. Time ikifika kwanza 12:57 ndo pastors hallelujah you know the word says surely pastor anaanza kwake pastor sikiangi njana nini zake kwanza anaanga watoto hata uni venye kutoka shida amekimbia na pasi ya notice na ujui wewe ndio unotice juu una miss tunataka tu kukuja to receive. Nowadays even people are contented to be members of the church. Tuko yani tume hivyo tuko sawa, tunaona tuko sawa. Pengine upate position ya mama nani ndio ubeba sadaka ama ende uosha church, hiyo tu ndio tunataka. Siku hizo tunataka ngabete watu tutakanga tuzofanya church. Ati mimi ndio nitapanguza vyombo za jikoni. Hizo ndio post tunataka. Sijui kupiga duster, sijui mimi ndo nasimamia choo. Sijui mimi ndo nitakuwa nagawia watu hii tishu wakiingia. Hizo ndo post na watu wanang'ania videdly. Sana kwa church. Hiyo hata unaweza toka bila meno. But the life
That is this. Hawajui. Lakini maisha ambayo yako ndani ya huduma hawaelewi. Hawaelewi kabisa. And God was very annoyed and was telling me, hata kama unamaliza hii fasting, continue praying for the ministry. Zichipuke. Na Bwana kama amekasirika na akawa ananiambia akawa anamueleza ya kwamba aendelee kuombea huduma zichipuke. Hallelujah. Amen. The revival will be coming soon. Uvuvio utakuja karibuni. Hallelujah. Amen. The revival inanukia. Uvuvio unanukia. But do you know, God atatumia watu maiti ati nani sijui nani. God anatumia tu wasi. Amen. Sisi tu hapa. Hallelujah. Amen. Kwa tunasikia tu place fulani na nini ana preach. Hallelujah. Na huyo nani kama hata anajua ministry yake na hata bado hajui haja wako neat. Now God atatumia nani? This is the life that God wants us. Hallelujah. Hii ndio life yenye God amekuwa kinembindu tumekokitafuta. Yes. Amen. Mpaka tukaanza kupanga maisha, tunasema venye tutapaka makeup, venye tutakuwa tunadunga, tukidunga tukitokelezea kwa mtaa. Na hiyo si life. Kumbe life ni I'm telling you, if you get a conviction, if you get the meaning of the ministry. Na kueleza ukielewa huduma nini manake. Kwa life yako. Kwa maisha yako. You never miss. Utawaikosa. Hallelujah. Hallelujah. You never miss and nobody can ever deceive you. Na hakuna yeyote ambaye anaweza kukudanganya. Hallelujah. Amen. If you just get the meaning of it. Ukiweza tu kufafanua na ukaelewa. Hakuna mwenye anaweza kukutisha. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua nyami God amenipenda. Mpaka kanipatia hii. No si alinipatia nikizaliwa. Hallelujah. Amen. Ni venye tu sasa ndio tunatakanga vitu zingine za world. Vitu zingine tu zenyewe na hata zisaidiani. Mara pizza nini. Pizza tu hapa ma KFC. Hallelujah. Ma KDF. Hallelujah. Amen. But hatutaki kujua nini God anataka. God anataka hii. And mimi prayer yangu na kwamba every generation from every part, every youth from every corner of the earth afikwe na hii neno na juu ministry yake. Amen. Dunia itapona. Hallelujah. Amen. Ukishajua huduma yako you know what to do. Lakini kama ujui utakaanga tu wewe utakuwa tu sukume tuende. Mbele yako nanga kitu mbaya kama kwa member. Unajua kuna kwangana sons na members. Unajua sons ndio ni wale wanakaanga na wanajua huduma zao na wanawako neat. Members ndio ulalamika pasi kiendelea sana. Members ndio ulalamika pasi kusema tu extend na 5 minutes. Members ndio kuja kuangalia masuti ni gani imetokea church. Members ndio kuangalia ma hairstyles. Members ndio wale wenye watu wana worship kwa church yako. Hey, yes, ameangalia nje. Ila mtu mwenye anaingia ametake record. Mwenye anaingia. In fact hata kwa members ni wale wenye pastor kiongea tongues rababo, hiyo ndio church yote inaongea. Au ni members. Hakunanga tongue nyingine wanajua. Ile hapa si. Sasa watu wakianza unadhani wanaongea Kikuyu. Raba jupia yako hapo raba radanishi yani hata je iombe hiyo neema. Hallelujah. Kila mtu ni baba what is jua shikanishi. Lakini ukishikanisha ukijua hii ndio kenye nataka. Hallelujah. Amen. And our God is very faithful. Amen. God is very faithful. Mungu ni mwaminifu sana. Ukisikia venye watu wa kitambo walikuwa na fight ya ministries. Ukisikia venye watu wa kitambo walikuwa na fight ya ministries. Wase wana fight msana toka na familia yake yote anaenda country nyingine. Ndio ministry explode. Amen. Na sisi hapa hatutaki hiyo. Na hata kama kuna wengine tuko nao hatutaki wengine wajue. Tunaficha. Hallelujah. Amen. Kuna time God alikuwa ananispikia na ananiambia evangelist must rise. Evangelist must rise. Evangelist lazima wainuke. They must stand up. Lazima wasimame. And the prophets lazima waikiri mkono. Na manabii lazima wanyoshe mikono yao. Hallelujah. Amen. God alikuwa ananishow. Bwana alikuwa ananieleza, ananionyesha. Hallelujah. Amen. This is the life now.
Haya ndio maisha sasa. Sasa leo tumeweza. Kama hata scriptures ni mbili tu. Hii sasa hata nitaambia mtu nimetoka wapi. Hallelujah. Amen. Mimi nimekam to have an interactive session. Nimekuja tusemezane na nyinyi. Tujue. Amen. Tujuane. Tufahamikiane. Hallelujah. Amen. Because let me tell you something. Hata kama ujui, hata kama unapenda Holy Ghost, unajui ministry yako. Yaani ina kitu ya kukandani yako. Ina kitu hata ya kuiback up, ichochei. Jua mwenye hujataka kuidentify. Iwezi kaa. Iwezi chochea. Lakini usha-identify na chochea, sana hey, this is my servant. This is the evangelist. Na chochea. Niko kipawa kinakuja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. There's a time kwa tunakuja hapa tu Boma hapa. Hata sijaambia mtu. Kwa tunakuja hapa Boma. Sasa tukitembea nika lose sight, nika lose ufahamu, lakini bado natembea. Nikaanza kuona kuna lami ndefu smart imechukua sides mara mbili. Ni lami ndefu but ikifika mali inaenda hivi. Lami smart na the place is so green. Niko smart na kuna church na kuna choo na nini, kuna nukia. And I was like, God unajaribu kusema nini? Na God alikuwa ananisha maybe in the years to come things might change. Yeah. Things might change. Things might change. Unajua naongea sasa kwa sasa naona wapi. Mimi nimekaa sijaiona. Sasa unataka kujua huduma yako utawaiona. Hallelujah. Amen. Hapa tu Boma. Hapa. Amen. Na God anaanzanga na humble beginnings. Hapa tu pale tunakaa hapa tu. But hapa lazima wasee waje huduma zao. Kuna wasee it's so sad. Inahuzunisha sana. Some people even wako na ministries great. Watu wengine wako na huduma kubwa tu. Na wako tu. Na hawaelewi. Wako tu, yani wako. Wako hapo tu. And God akasema sasa ni sisi ndio tunafai to reach out. Si mimi sasa ati mimi najua wadi. Hata wewe na reach out to msee. Mimi ni God anasema hivi. God anasema hivi na hivi. Hallelujah. Amen. God anasema this is the way to go. Hiyo njia ya kuenda. This is the thing to do. Hii ndio jambo la kufanya. I'm telling you I've never prayed for that. Mimi sijawahi kuombea hiyo. Mimi si muombi. Mimi si muombi. Mimi ni muimbi lakini si muombi. Hallelujah. Amen. Mimi hata ile kupray ile yenye mpaka naanganika ningepatiwa gold medal ni ile nishai pray 2 hours. Hallelujah. Naanga hata nikaa silver hivi ka bronze hivi. Hallelujah. Mimi kuomba kwangu ni kidogo tu sana. Ikiisha ni God ana speak. Hallelujah. Amen. Mimi si muombi. But sijai prayer ministry venye siku niliprayer ministry. Kambia God wherever the youths are. Bwana, popote wale vijana wapo. Those all their ministries ziliharibika zikaharibika. God unajua kuna hata wase wenye ni wakubwa ni wabigi wako 70 years but ministry kuna tu wenye shetani alifanya. They don't know. Their life has been crooked. Wamekuwa tu yani wako tu. God I pray Jehovah Father that you may revive that. That you may revive that. That people may know that you live. Akawa naomba anamwambia Bwana aweze kuwakumbuka huduma za vijana ya kwamba waweze kuishi. Now God was telling me in your life umekuwa ukiulizia. In your life. Life si venye tunapanganga. Unajua si binadamu tunapanga. Si tunapanga. Ni kuna mseli nipangia life yangu. Hadi nikasema wewe ungekuwa God angekuwa muashi sana. Hallelujah. Mseli nipangia life. At this age you need to now to read the books, you know, get something meaningful of your life, you know, you read. I say you graduate. At the age of 26 is when now you start thinking of getting married, nini.
Hallelujah. But God, surely the God who lives, anatuonanga, anatujua, tukizaliwa. Na hata kama tumezaliwa ninapokea, sasa ndio tunatumwa ndio time tunatumwa tupenye huko nje. To show my youth. Tupenye. Hallelujah. Tupenye. That's why siku hizi servants ni kidogo kwa church. That's why siku hizi napata mtu mmoja ana operate kwa huduma katano, hata zote yako nazo. Mwingine ana operate kwa 4. Juu wenye wanafaa kwenye wako pale nje kwa world all day clubbing. Clubbing. Hallelujah. It's so sad, even some pastors, they don't know this. All they preach is money, 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 money. Hallelujah. Amen. All they preach is money. There's a time I was watching another meme there. Huyo mtu aje, kuna artist fulani najua mnamjua, na msijifanye mnamjui. Tunajuana hapa kwa vilemba, nikaanza kumsema mtacheka tu. Anaitwa Steve Simple Boy. Unamtambua. Hallelujah. Vijana. Alikuwa anasema ati alikuwa anaongea kitu kuhusu clapping nini, anasema ati hata hii corona imesaidia, clubs zimefungwa nini, imehelp vijana. All pastor anamjibu kwa Instagram matako hii. Hallelujah. All pastor anajibu msanii mwenye ajui Mungu matako hiyo, which the thing which he has said ni wrong kwa pastor, which the pastor anafanyanga hiyo kitu. Hallelujah. Of which the pastor pia na club. Juu kama mimtusi si pia na club. Hii ndio niyo time. Hii ndio ile generation tunasema ukweli na tuna stand. Kila mtu anashikilia ministry yake venye iko. Tuna preach wase pale nje, tunaambia this is not the right doctrine. Science science time ya kupreach wa receive and touch and sijui nini. Tumechoka na kureceive. The Church of Acts na saino watu wanafaa jua huduma na ma giftings zina flow. In fact Church ya Acts haifai kuwa na program. Hallelujah. Church inafai kuwa watu wanakuja na Holy Spirit na ana guide. Hallelujah. But because tumeingia kwa dini so much, tumeingia kwa dini kila kitu ni program. Hallelujah. Hata mtu kuongea unaenda kwa hallelujah, Bwana Yesu asifiwe, unafanyiwa hivi 5 minutes. Unahesabiwa. Siku hizi mpaka watu wana preach unafanywa. Sasa shida ni unashindwa wewe senye una preach mwenye anafanya hivi kama alikuwa anasikiza. Unajua that is the only problem we have. Hebu tena kujiuliza kama yeye amesikiza. Juu kama angepata ile conviction hata yote imefanya hivi ana. This is now the time that God was saying. Hallelujah. Hallelujah. This is the time to pray for ministries. Kumbuka wale wenyewe zilipotea. I'm telling you. And God was telling me. Ile time unafikiria ati hii neuron surgeon yangu ndio itanipeleka majuu ama wapi? Ministries ndio inapeleka watu mbali. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ministry ndio itakutoa hapa na ndege kupeleka mbali. Si neurosurgeon. Neurosurgeon hata siku zote anakosia Mungu. Wanabadilisha masura huko. Na hiyo si kazi yenye God amewaitia. God amewaitia kutengeneza kenye imeharibika, but hao wameona hii intelligence tunaweza fanya Morris akwe Morris mwingine pia kwa wawili. Hallelujah. Amen. They have corrupt the world. Hallelujah. This is the time to arise and to preach. Wakati wa kuinuka na kuhubiri. And to preach. Na kuhubiri. Na kuchochea. Amen. Na kuchochea. Na kuambia Mungu afanye hii huduma iende from one level to another. From one level to another. From one anointing to another. Hallelujah. For the glory of God. Si kukaa tu. Yesu uko kwa evangelism lakini hata umake progress. When I'm sewa world amna difference. Mimi ni pastor type by Leonard Bonke. 750 million. Hiyo ingekuwa do. Mimi kwanza niliimagine ingekuwa tu do. Ingekuwa do hiyo do. Najua wengine wengi mkipata hiyo do hapa saa hata ministry mnasahau.
Haleluya. Mnaenda kutafuta life. Life itafutwa na pesa. Life inatafutwa na Mungu. Life inatafutwa na God. Amen. Life itafutwa na do. That's why kuna watu wenye wako hapa nje wako na mapesa, mamali, wanaishi wako na magari. Lakini they don't have the peace of mind. They're still searching for life. But life ni hii yenye kwa Bible. Yenye imeshinda ma professors daily, professor so and so wrote, quoted, said. Grammar ndo mingi hadi uelewi, shikanishi, uradanishi. Grammar sijui lunatic, sijui nini, yani English imekuwa too much. But hata the end of it ukimaliza bado unatafuta dictionary na nini na bado hujapata the meaning of life. This is the life that the God wants us to live. This ukiishi and you finish successful, heaven is for you. Hallelujah. And this somebody was asking me. Mtu akawa anamuuliza, sasa wewe niliokoka, unabelieve hata Yesu akikuja sasa utaenda mbinguni? Nikamwambia yeye nitaenda. Hallelujah. Nitaenda. Because God knew me when I was young. Amen. Na akachochea. Na aka make these things zikakuwa venye ziko sahi. And now I stand. This is the time to shine in a darkened world. ndio wakati wa kuangaza katika ulimwengu leo. Ndio nilikuja kuona hii thing ina make sense. Shining bright in a darkening world. Endo time kwa shondo in the way. See, hizi time ya kuinvent sijui ponytail unasikia ya style gani ilitoka, corona style, sasa unashinda hizi ndo gani? Hallelujah. Amen. Hadi corona style ilitokea. The world iko so easy. Iko so quick kufind vitu. Lakini the word of God, they don't know. Hallelujah. Amen. Like I said earlier, me I never came to preach my scriptures, no James, ni kuchape na Luke, nini hivyo, Genesis, Revelation. I only came to tell you, the devil also came to steal, to kill, and to destroy. It was scriptures and killing. John 10. The John 10. Hallelujah. Amen. And we will make sure it will steal. Hata ministry anaiba. Hallelujah. Iko ndani yako lakini kuna vitu anaiba tu. When uko tu stagnation. Anakunya tu mavitu uko tu stagnation. And we will make sure that destroy everyone. Mwenye anajua God amemwekea hiyo kipawa, hiyo huduma ndani yake. Hiyo ndo kazi yake. Hallelujah. Hiyo ndo kazi yake. Hiyo ndo kazi yake. But if we can be like the apostles, kina Peter, kina nani kwa Bible, venye nilikuwa nasikia, wenye wao wasio walikuwa na preach. Mpaka wengine wanauliwa. We can stand. Hallelujah. Amen. We can stand. Amen. Hallelujah. Amen. This is not that time kumwaga mapesa chini nini upati. Ukijua ministry yako utawaipati. Hallelujah. Ukijua hizi huduma na karama zenye ziko ndani yako utawahi kukosea God na utawahi mess. Na ukimess utakuna jieka na yeye. Juu unamjua. Hii ndio ndiada unamjua. Hallelujah. Njani God ulinipenda tu mimi. God was telling me hata ministry bado ni upendo. Mnatakanga mpendo yaje? Sema Mungu anipenda, ananionea. Sasa mwenye analia juu Mungu hajampatia pesa. Hey, hallelujah. I wish mtu angekuwa analia, oh God unipenda hujanipatia ministry na anapatiana. Anamwaga. Hallelujah. Anamwaga. There's a time nilikuwa nimetoka shule tao. Natembea kwa street. Mimi siku kwa nidanga one day fasting hivi. So nikitembea kwa street natembea. Msaki pita mbele yangu na identify the ministry. Sema kai check your prophet. Check your evangelist. Na siku anajua. Nikafika kwa bus station kajiuliza kai ni nini? Nikajiuliza mbona nimefanya hivyo? Nikaona mtoto mdogo hadi kwa supermarket nasema kama mtoto. Kwa ni evangelist. Hallelujah. Na every time nilikuwa nasema kwa hati yangu macho zangu na zake lazima zitapatana. Wase hapa nje wamebeba gifts.
but wajui. Hallelujah. Wajui, that is the sad thing. Wajui. Before even you start, Jesus started his ministries. Na alikuwa filled by the Holy Ghost. Na Jesus aliwork in all the ministries. Uwezi kuwa servant wa God na work kwa hizi ministries na una giftings kanyikangi. Lazima uandamane na hizo vitu hivi bumper to bumper. Nasikianga wasa wanasemanga, najua mimi niko kwa Yesu hivi, kuna kidogo pia mko anikani kwa sheto hivi. Yaani tu kuna venye unajua pia uwezi nichanganya na wadi hivi. Tena kwa sheto unacheki pia ku club pia uwezi mdanganya. But the Bible the same thing inasemaje? Is either you be kama ni kwa Yesu. Hallelujah. Not lukewarm. Amen. Kama uko huku kwa huku. Kama uko kwa Yesu, uko kwa Yesu. Na kama uko kwa Yesu tafuta hii. Amen. Usitafuta hii. Hizo zote zenye unataka God atakuletea. Jua tajua hii ministry lazima igrow. Hallelujah. Hii ministry lazima igrow. Hizi time naongea na ladies ya kutafuta mashuga daddies na sponyo. Nywele sijui kucha, you know my legs, my nini. Legs sijaitembea ku preach, legs zinataka kuvaa heels. Na sijaitembea ku preach. Hands zinataka sijui no manicure ama pedicure. Na ijai hata ombea mtu. Hallelujah. Unataka uonekane mrembo mbele ya church na hata wewe mwenyewe ujisimama kwa church uambie wasee hivi ndio vile God anasema. Hallelujah. Amen. There is always everything that we desire. Everything that we desire is in Christ, but lazima identify life yako. There's one scripture that I got from somebody that I love. It's not a scripture, it's a word of encouragement. Alikuwa anasema alikuwa ameenda place fulani ku preach. Na kuna venye wanawake walikuwa na preach hiyo day, walikuwa naomba wamekuwa filled. Akasema surely there is beauty in a woman when she worships God. That beauty of abundance of grace. Si beauty ya kuklab na kupaka makeup. Si beauty ya kufanya vitu za ujinga. Sisemi unajua msata nikutaka nje na Kristo nimesipendi venye sasa siku hizi naniingililia. Na cheki. Makeup inamaanisha makeup hata ya uso. Inamaanisha pia venye unajimake. Hallelujah. Venye pia unajimake. Hallelujah. Venye unajimake pia ni makeup. Hallelujah. Let us seek first the kingdom of God. Na hizi karama zote na hii huduma na yote itaongezewa kwetu. Hallelujah. Me have always pleased. Mimi na familia yangu tufuate hii na tujijue. Sijui wewe unatamani nini? Sijui unatamani nini siku ya leo? Sijui umekaa hapo chini unaambia God nini? Sijui unaambia God nini? God nataka hii. But God anasema yeye anataka hii kwako ndio nikupatie hii nyingine. Hallelujah. Mimi sijui unataka nini. Siwezi sema. But mimi nimekamkugundua hiyo ndio the meaning of life. After so many days in high school, mawiki kulemea, nachukua kitabu ya writing unaenda nyuma ya loko unaanza kuandika the meaning of life. Jumao imekulemea. Ndio mao pia. Hallelujah. Sawa. Unaanza kuandika the meaning of life na bado tuko ipata the meaning of life. Na watu wengi wakamess up shule wengi tukamess up. Na bado watu wengi wana mess up kwa life juu bado hawajajua hii. But hebu angalia kila msee mwenye alijua hii. Like our apostolic Bishop Nzomba alijua hii. Sasa baada amesimama nako. Beti angejua hii sasa angekuwa. Jigoda ngona sasa huyu. Cha tumalizane na yeye juu alikataa. But alishikilia sahihi yako. Hallelujah. Amen. Na bado ministry na flow. Juu ya hii kujua karama. Hallelujah. Amen. Siku ya leo tujue na tuchochee, si kujua tu. Unaweza kuwa unajua iliingia ndani yako, unajua wewe ni evangelist, wewe ni prophet umekaa hapo chini. Lakini hujaichochea.
Jambia God, now activate this. Uona kwanga tu. In fact, kama kwa group wasio kuulizwa, nani ni evangelist proudly. But hujafanya activation. Sasa nakusikia. Hizi kujiongelea mtu siwajui ni wote. Nasema hujafanya activation huko tu. Yes, tunajua nao pale kwa ministry fulani, but hujafanya activation. Because activations come when you pray. You seek God. Hallelujah. Hizi vitu ziko hapa kama maridadi. Ingekuwa maridadi sasa hivi kila mtu angekuwa amekaa. In fact hata tungekuwa na Boma Mission, tungekuwa tunakanga home. Hallelujah. Amen. Na nilikuwa nafikiria kwenye pastor kwa anasema, "Mnaniona hapa nikikuja daily. Mnajua pasi kwani ananga kwake." Ndio sasa tunangu pasi bebe kwa. Pasi anafikiria kweli. Shwari. Mtu tuna akili zake zote, asubuhi anaamka tena kuja huku. Tena kuja Boma. Kwani na huko sina watoto. Ananga time. Sasa nilikuwa hata nafanya kitu meaningful na life yake, ndio kitu meaningful. Ndio hiyo kitu meaningful tunatafuta. Hakuna kitu kingine. Let me just tell you, hakuna kitu kingine. Tutatafuta but hakuna kitu kingine ni hii. Hii ndio itatuweka tusimame. Hii ndio itafanya revival ikuje. Tukireach out. Hallelujah. Amen. Taka tu tusimame tushukuru. Tumwambie. Remember wale wasio wenye kafanya nje. Wale wasio wenye wako na gifting.